Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema ya kwamba Marekani itaangamiza mitambo yote ya umeme ya Irani, visima vya mafuta na kisiwa cha Kage katika Ghuba ikiwa Tehran itavuruga kabisa mazungumzo kuhusu suluhu na nchi ya Marekani. Ikiwa kwa sababu yoyote makubaliano hayatafikiwa haraka, ambayo labda yatafikiwa, na ikiwa mlango bahari wa Hormuz hautafunguliwa mara moja kwa biashara, tutahitimisha kukaa kwetu huko Irani kwa kulipua na kuharibu kabisa mitambo yao yote ya kuzalisha umeme, visima vya mafuta na kisiwa cha Kage, na labda mitambo yote ya kuondoa chumvi ambayo kwa makusudi hatujaigusa. Kiongozi huyo wa Marekani Bwana Donald Trump amechapisha hivyo kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social. Kulingana na rais huyo, amesema kwamba hiyo ingeruhusu pia Washington kulipiza kisasi vifo vya wanajeshi wake na raia wengine wa Marekani waliouawa baada ya mapinduzi ya Kiislamu nchini Irani ambayo yalifanyika miaka 47 iliyokwisha kupita. Wakati huo huo, pia kiongozi huyo wa Marekani amesema kwamba Washington inafanya mazungumzo na mamlaka mpya na yenye busara zaidi ya Irani ili kukomesha mzozo wa silaha. Rais ameongeza kwamba maendeleo makubwa yamepatikana katika majadiliano hayo. Hapo awali, msemaji wa wizara ya mambo ya nje kutokea nchini Iran anayefahamika kama Ismail Baghai alisema kwamba Iran imepokea pendekezo kutoka Marekani kupitia Pakistan na wapatanishi wengine la kufanya mazungumzo, lakini hakuna mawasiliano ya moja kwa moja na Washington yaliyofanyika tangu wakati huo hadi sasa. Lakini pia kwa upande mwingine, kutoka huko kwa profesa wa masomo ya Marekani katika chuo kikuu cha Renmin cha China, yeye kwa upande wake pia amesema kwamba mashambulizi ardhini ya Marekani huko nchini Irani itakuwa kama vita vya Vietnam, ambako Jin Cameron amesema kwamba operesheni kamili ya ardhini ya Marekani nchini Irani itakuwa kosa kubwa la kimkakati sawa na vita vya Vietnam mwaka 1955 hadi 1975. Jin Cameron ambaye ni profesa wa masomo ya Marekani katika chuo kikuu cha Renmin cha China amesema kama wangeanzisha operesheni kamili ardhini itakuwa janga kwa Marekani. Wanajeshi 10,000 wa Marekani hawangeweza kutatua tatizo hilo, na kama wangetuma mamia ya maelfu wangekwama kwa muda mrefu kwenye kinamasi sawa na vita vya Vietnam. Jin Cameron anaamini uwezekano wa mashambulizi kamili ya kijeshi ardhini ni mdogo sana. Upelekaji wa wanajeshi kwa sehemu kubwa ni ishara ya kisiasa kushinikiza Iran kufanya makubaliano. Profesa huyo anaamini hivyo. Kulingana na mtaalamu huyu, amesema kwamba Marekani imepeleka wanajeshi wapatao 10,000 zaidi Mashariki ya Kati. Hata kama wangefanya uzembe na kuanzisha operesheni ardhini, kwa mfano kukamata kisiwa cha Kage au vingine, itakuwa vigumu sana kuwashikilia. Jin Cameron amesema kuwashambulia na kuwakamata ni rahisi, lakini kuwashikilia ni vigumu sana. Hilo litakuwa kosa kamili la kimkakati kwa sababu wanajeshi 10,000 hawataweza kufikia matokeo yanayohitajika. Profesa huyu amedokeza kwamba vikosi vya anga na vya majini vya Iran havilingani na vile vya Marekani, lakini Jamhuri ya Kiislamu ina vikosi vya ardhini na makombora yaliyo tayari kupigana, ambako Iran ni nchi kubwa yenye ukubwa zaidi ya kilomita za mraba milioni 1.6 ikiwa na idadi ya watu wapatao milioni 91 na jeshi lake lina nguvu sana. Jin Cameron amebainisha hivyo. Pia hapo awali shirika la habari Politico liliweza kuripoti likinukuu vyanzo kwamba baadhi ya maafisa wakuu wa Marekani wanaona operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran kama kushindwa kimkakati. Kulingana na gazeti hilo, pia limesema kuwa wale walio karibu na rais wanaamini kwamba operesheni ardhini inaweza kuwa njia pekee ya kupata ushindi dhidi ya nchi hiyo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya muda huu kutoka Mashariki ya Kati, ambako pia umesikia taarifa ambayo ameweza kuzungumza rais wa Marekani Donald Trump, ambaye ametangaza kuangamiza mitambo ya umeme na vituo vyote vya mafuta huko nchini Iran. Na umesikia pia kile ambacho amekizungumza mtaalamu ambaye ni profesa wa masomo ya Marekani katika chuo kikuu cha Renmin cha China huko, ambaye yeye ameeleza kwamba mashambulizi ardhini ya Marekani huko nchini Iran itakuwa ni sana vita vya Vietnam ambavyo vilipiganwa mnamo mwaka 1955 hadi 1975. Ni kusikia kwamba pia endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati, na usiache kushare na kulike, lakini pia usiache kusubscribe kama bado haujafanya hivyo. Asante sana kwa sasa. Hii ni JAM TV, mimi ni Yohana Machia.